Mungu kila kitu na akakadiria kimo chake. Mwenyezi Mungu ambaye hakuzaa na wala hakuzaliwa na hana yote mfano wake. Ima baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu na mtakia vile vile rehema na amani zimwendee nabii kipenzi cha Mwenyezi Mungu, jemedari wa umma na ndio kumwa peke yake kupambanua baina ya haki na batili, na yeye mwingine ila ni Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo nachukua fursa hii, miongoni mwa fursa adimu kabisa. Kumekuwa na uvumi unaoenezwa kinyume na uhalisia. Kama nini? Kama vile mnenaji alotangulia kunena hapa, ameweza kuelezea umma wote kujua ya kwamba Yesu ni Mungu. Hiyo ni imani yake. Yeye imani yake anaamini ya kwamba Yesu ni Mungu. Lakini sasa hii imani yake lazima alifanya mambo kadha wa kadha, lakini ni Mungu. Sasa hapo anataka kufanya wewe uwe utakuwa mwenye kufikiria anapofikiria yeye kinyume na utaratibu. Kwa nini? Yesu anazungumzwa kuwa ni Mungu. Kwa nini wao wanamzungumzia kuwa ni Mungu? Na ili hali bado ukikaa nao watakwambia vile vile Yesu katumwa. Je, yawezekana Mungu aweze kutumwa? Yawezekana Mungu aweze kuwa yeye atakuwa ni mwenye kumilikiwa na wanadamu, bimaana ashurutisha na wanadamu kufanya wanavyotaka wao badala ya kufanya anavyotaka Mungu? Bila shaka Mungu atakuwa ni Mungu amechanganyikiwa, ni Mungu ambaye hajielewi, na ni kiungo ambacho hakipo. Kwa hivyo kabla sijazama katika maandiko, basi mnenaji alitangulia hapa apate kujua ya kwamba Yesu hawezi akawa Mungu hata kwa bahati mbaya. Yaani hata kama wewe tulizoko alikusaidia uwezo ukathabiti ya kuwa Yesu ni Mungu. Kwa sababu gani? Msomaji, naam. Tunaanza sura ya 12:1 hadi 4. Qur'ani suratul Ikhlas. Inasema hivi. Sema. Ndio. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Kwanza ipate kueleweka, Mungu ni mmoja peke yake. Inapokuwa ni mmoja, haiwezekani ima wawe wawili, awe na mshirika, awe na wanaofanana. Hamna, yuko peke yake. Ni maana ni katika upweke wa kujitosheleza. Ni maana hana upungufu wa aina yoyote, bali amekamilika katika umoja, ule umoja ambao ni yeye wala haushirikishi na chochote kile. Teremka. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kuabudiwa. Yeye Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kuabudiwa. Maana katika swala la ibada limwelekee Mungu peke yake safi, na viumbe vyake vyote ndio kwa kumwabudu safi na kutegemea. Yeye anaabudiwa na viumbe vyake vyote kwanza kwa kumwabudu na kumwomba. Ukiona Mungu anategemea viumbe, basi jua wewe sasa na babu yako, nyanya yako, hata si Mungu. Malizani hakuzaa wala hakuzaliwa. Tulia. Mwenyezi Mungu hakuzaa na wala hakuzaliwa. Sasa wewe kama unaabudu Mungu ambaye kazaa, jua kwamba unaabudu kama vile wewe kama una mke na mtoto, basi wewe na ule Mungu mkogoma bro. Mungu hakuzaa na wala hakuzaliwa. Ukiabudu kile kilichozaliwa ni sawa na wewe mwenyewe uliozaliwa. Kwa hivyo jua wewe na Mungu mko level moja, labda hata umemshinda Mungu kwa miaka. Kwa Mwenyezi Mungu hakuzaa na wala hakuzaliwa. Wale wanaabudu kilichozaa au kilichozaliwa, wao wanaabudu tu watu binadamu kama wao, wala si Mungu. Mungu hakuzaa na wala hakuzaliwa. Maliza. Wala hana anayefanana naye hata mmoja. Na wala Mungu hana anayefanana naye hata mmoja. Sasa tatizo liko hapa. Tatizo liko wapi? Wakristo wakiongozwa na mnenaji aliyotangulia hapa wanasema ya kwamba Yesu ni Mungu. Hata Mwenyezi Mungu anatuwekea mazingira safi kabisa. Qur'ani 5:72. 5:72 aya yake ni ya Qur'ani. Inasema hivi, 5 aya 72. Safi. Inasema hivi. Ubaya bila shaka wamekufuru wale waliosemaje? Mwenyezi Mungu ni Masihi Isa bin Maryam. Bila shaka, yani ni jambo halina wasiwasi. Wamekufuru bimaana ni wapingaji. Wale wanaosema ya kwamba Mwenyezi Mungu ni Yesu mtoto wa Mariamu. Yani wanajua kweli Yesu kazaliwa na mama Bikira Maria. Tena Mungu wao amezaliwa juzi tarehe 25 hapa hivi, wakasherehekea wakasema kuzaliwa kwa mtoto wa Mungu ambaye anaitwa Yesu. Leo huyo mtoto ashakuwa baada ya siku kama 20 wanamwita Mungu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni msiba. Mungu kazaliwa hapa juzi wakamfanyia birthday. Sasa wanageuza ati huyo Mungu alizaliwa juzi, hata mimi nimemshinda maana amezaliwa amepata duniani.
Huyo Mungu anayemwabudu ambaye ni Yesu akizaliwa amenipata duniani, maana sikazaliwa juzi tarehe 25 Disemba. Mimi niko katika hii dunia. Sasa hivi washageuza kibao. Huyo mtoto ambaye ni Mungu ambaye ni Yesu, sasa washaanza kumwabudu. Sasa huyo mtoto ambaye ni Yesu, ambaye wanamuita Mungu, Qur'ani inatuambia wamekufuru wale waliosema Masihi mwana wa Maryam kuwa ni Mungu. Sasa tumeshajua mama ya huyo Mungu wao anaitwa Mariamu. Hata ikiwa mama wa Mungu anaitwa Mariamu, je, baba wa Mungu wenu anaitwa nani? Na Mariamu na huyo Mungu wenu wana uhusiano gani mpaka wamezaa mtoto? Ndio baba mnakuwa mje mtuambie, sio unakuja kutuambia kwamba eti kwa roho nyinyi hamwezi mkaelewa. Ina maana sisi hatuwezi kuelewa. Wewe hata maneno unaosema unaelewa? Maneno ndio swali. Wewe umezungumza sawa, lakini je, hayo maneno unayozungumza je, wewe mwenyewe unaelewa? Endelea na andiko. Na hali ya kuwa Masihi alisemaje? Enyi wana wa Israeli, basi mwabuduni Mwenyezi Mungu, ndio Mola wangu na Mola wenu. Na hali Masihi Yesu mwenyewe amenena, kwa sababu ni mtume kwa wana wa Israeli. Anaambia enyi wana wa Israeli, mwabuduni Mola wangu. Huyu Mola wangu ndiye Mola wenu. Kwa hivyo Yesu alikuwa na Mungu. Hata ukisema Yesu ni Mungu na yeye alikuwa na Mungu, itaelewekaje? Lazima kutakuwa kuna matatizo hapa. Aidha Yesu alikuwa amechanganyikiwa au wewe ndiye umechanganyikiwa. Definitely Yesu anaweza akachanganyikiwa. Maneno anayozungumza ni kweli na yanasadikika ya kwamba yeye Yesu alikuwa ni mja wa Mwenyezi Mungu, na huyo Mungu wa Yesu ndiye Mungu wangu pamoja na wewe. Wapi kayazungumza? 12:28 Marko. 12:28 kitabu ni cha Marko. Safi. Inasema 12 aya yake ni 28. Ndio. Inasema hivi. Na mmoja wapo waandishi akafika, akawasikia wakisemezana, naye akatambua ya kuwa amewajibu vema. Mwandishi alikuwa yuko katika pita zake anazosemeza hapa na pale, akawapata wanasemezana, akatambua katika ule mdahalo Yesu ameulizwa maswali na amejibu katika njia iliyo njema kabisa. Teremka akamuuliza pale akamuulizaje? Akamuuliza katika amri zote ndio ni ipi iliyo ya kwanza? Pale anauliza katika amri zote ni amri ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu. Yesu anajibu, ya kwanza ndio hii. Sikiliza ya Israeli. Safi. Bwana Mungu wetu. Ndio. Bwana Mungu wetu. Ndio. Ni Bwana mmoja. Tulia. Yesu anajibu swali pale. Na wao ndio waje watuambie, kwani Yesu alipokuwa anajibu haya maswali alikuwa hajielewi au anataka kutuambia Yesu alikuwa na hangover? Maana Yesu anajibu swali pale, anasema sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Anaposema Bwana Mungu wetu, Yesu amejijumuisha pamoja na wana wa Israeli ili wamwabudu Mungu mmoja. Sasa umezaliwa hapa jana, unakuja unatuambia Yesu Mungu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nisema Yesu mwenyewe anazungumza akiwa yuko timamu, ako na akili zake fresh, anajitambua vyema, anasema Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Sasa huyo Yesu anaposema Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, Bwana alikuwa hajijui kama yeye ni Mungu, ndio mpaka nyinyi mtuambie Yesu ni Mungu? Maneno niko Bwana Mungu wetu ndiye Bwana mmoja. Safi. Nawe mpende Bwana Mungu wako. Pale Yesu anasema nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako, kwa roho yako yote, na kwa roho yako yote. Piga 31 hapo. Na kwa akili zako zote. Safi. Na ya pili ndio hii. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Maliza. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Sasa Yesu mwenyewe anasema hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi amri mbili. Amri ya kwanza, umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote. Yesu anakufundisha upate kumpenda Mungu, ndio amri iliyo kubwa. Na sisi hapa tunasema watu wamjue Mungu. Maana watu wasipomjua Mungu basi bila shaka umepotea. Na katika kutomjua Mungu ndio kule kunakonekwa na fikra potofu za kuwafanya watu wamwabudu Yesu, ili hali Yesu mwenyewe alikuwa ni mja wa Mwenyezi Mungu, na aliletwa on the throne. Yesu mwenyewe akaongoza katika swala la ibada. Wapi? 6:12 Marko. 6 aya yake ni ya 12 kitabu ni cha Marko. 6:12 inasema hivi. Ndio. Inasema wakatoka wakahubiri kwamba 6:12 Luka samani.
6 aya yake ya 12. Ndio. Kwa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Siku hiyo Yesu aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Tukienda na fikra za mwalimu, Mungu anaondoka anaenda mlimani kuomba. Sasa huyu Mungu anaenda kuomba nini wakati yeye anastahili kuombwa? Yeye ndo Mungu anastahili kuombwa na kuabudiwa, lakini ametoka tena ameenda mlimani kupata kuomba. Maliza andiko. Akakesha usiku kucha. Tena ule Mungu Yesu anakesha usiku kucha, hana usingizi. Yaani hata usingizi, anakesha kabisa katika ibada, katika kumuomba Mungu. Yesu amekesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Qur'ani inatokea mazingira safi kabisa. 5:75 Qur'ani. 5:75 inasema hivi. Ndio. Masihi, Isa bin Maryam. Yesu mtoto wa Mariamu si chochote ila ni mtume tu. Wewe msinza unataka ndio hivyo, utaki shauri yako. Yesu si chochote isipokuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ametumwa na Mungu kuleta ujumbe wa Mungu kwa wanadamu. Sasa wanadamu ndio wakamwona Yesu fala, wakamwona wewe umezaliwa na mama bila baba, wewe ndio Mungu. Yaani wao wanaanza kumpangia, anawaambia wewe uko umechanganyikiwa, mbona unakuja kutuambia Mungu mmoja? Wewe ndio Mungu. Sasa wao ndio wakaanza kumwabudu, wakaacha ule Mungu wa kweli. Na Yesu anatufundisha vipi? 17:3 Yohana. 17 kitabu chake ni 3 Yohana. Yaani tunamuuliza Yesu, wala ushahidi wake atakutafuta kwa watu waanze kumsemea, kwa sababu Yesu hakuwa Mungu wala Yesu hakuwa kiziwi. Alikuwa yuko fresh, akotimamu na akili zake kabisa, akizungumza yale maneno anazungumza akijielewa. Anasemaje? Na uzima wa milele ndio huu. Yesu anasema ili wao upate uzima wa milele, na pia sisi tunaambia watu hapa shaba, ili nyinyi mweze kupata uzima wa milele, wakujue wewe, ni wapate kumtambua yeye Mungu wa pekee wa kweli. Wamjue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Na Yesu aliyetumwa. Yaani wewe unataka uzima wa milele, jua Mungu ni wa pekee na wa kweli, na Yesu katumwa na Mungu. Wewe kama unataka basi kuja tuambie Yesu Mungu. Maana Yesu mwenyewe anasema wazi kabisa, uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Sasa wao wanaosema Yesu ni Mungu waje wafute, waseme kwamba Yesu hapo ulikuwa una hangover, ulikuwa wewe hapa ufanyana kizako si fresh, wewe ndio Mungu wa pekee na wewe ndio umetumana. Lakini Yesu anasema uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Mwalimu akasema kwamba hapa Yesu anafundisha Waislamu wanazungumza Yesu katika mwili, hawazungumzi Yesu katika mwili. Sasa tumwangalie Yesu katika roho. Yesu vipi? Maana unanyang'anyizia unasema kwamba Waislamu hawana roho, kwa hivyo wao hawamtambui Yesu katika roho, wanamtambua Yesu katika mwili. 4:24 Yohana. Aya ya 4:24 kitabu cha Yohana. Safi. 4:24 inasema hivi. Inasemaje? Mungu ni roho. Mungu ni roho. Nao wamwabuduo yeye. Inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Andiko liko wazi kabisa. Sasa tutamwangalia Yesu. Je, wewe Yesu hapo katika roho upo? Inasema Mungu ni roho na wale wanaomwabudu Mungu inawapasa wamwabudu katika roho na kweli. Hapa lazima akili zifanye kazi. Kivipi? Mungu ni roho, automatic roho haionekani. Huwezi jua roho ni ya rangi gani, ina miaka mingapi, inakaa vipi, inafananaje. Kwa hiyo Mungu, ina maana Mungu ni roho, hafanani na chochote kile. Sasa lakini Yesu yeye alionekana, tena kudhibitisha Yesu alionekana na alikuwa sambamba na mimi. Ni kitabu cha Yohana, kitabu cha Luka 1:22. Pale ambapo Yesu alitairi na mimi nimetairi. Kwa hiyo mimi na Mungu wako tuko ngoma draw. Yesu ametairi na mimi nimetairi. Kwa hivyo mimi na Mungu wako tukija kusimama wanajua kwamba hawa si hivi ni vidume vya uhakika. Mungu ni roho. Mungu haonekani afanani na chochote kile. Na Yesu alionekana amefanana na wakajua, mpaka ndo pale wanaposema wao kwa fikra zao, wana wa Israeli wakamchukua wakamtundika pale msalabani kama wamemvalisha pamba. Yaani Mungu ametundikwa msalabani na pamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yesu alete akawa Mungu hata kwa bahati mbaya. Ndio maana Yesu mwenyewe anatufundisha tumjue Mungu. Anatufundisha vipi tumjue Mungu? Luka 18:18. 18:18 kitabu ni cha Luka kinasema hivi. Inasemaje?
Luka 18:18. Tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza, Ndio. akisema, mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kurithi uzima wa milele? Sasa wao wanaosema Yesu ni Mungu watakuja watuelezee, kwani Yesu alikuwa anawatapeli watu au alikuwa anawadanganya watu? Kwa sababu gani? Huyu mtu mkubwa amekuja amemuuliza Yesu swali ili aweze kuurithi uzima wa milele, na automatic jawabu la Bwana Yesu inakuwa liwe ni la maana sana kwa huyu mtu, ili huyu mtu aweze kupata uzima wa milele. Yaani na maana kama Yesu atamdanganya huyu mtu, atakuwa amempotosha huyu mtu na uzima wa milele. Na kama Yesu atamwambia mambo ya kweli, na yule mtu akazingatia, automatic atapata uzima wa milele. Maliza. Yesu akamwambia, pale, mbona uniite mwema? Yesu akamwambia, maana ule bingwa amekuja anamuita mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kurithi uzima wa milele? Yesu amekuja anamwambia, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema. Hakuna aliye mwema ila mmoja tu. Yesu ndo anazungumza, anasema hakuna aliye mwema ila mmoja peke yake. Lakini sasa hivi watu wamegeuza, hata katika pambio wanaimba Yesu yu mwema, Yesu yu mwema, Yesu yu mwema, yu mwema kwako. Say that they're ignorant of the book, au hawajitambui. Yesu anasema hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye. Maliza. Hakuna aliye mwema ila mmoja. Ndio. Naye Mungu. Na yule amemwema ndiye Mungu. Kwa hivyo Yesu anasema kwamba amemwema ni Mungu peke yake, ina maana anakataa ule wema. Kwa nini Yesu anaukataa wema? Kwa sababu ilikuwa ni sheria ya kwamba hatakati mtu wala utakatifu haupatikani yeyote aliozaliwa na mwanamke, kwa mujibu wa Biblia. Kwa hivyo Yesu anajua kwamba kisa na maana amezaliwa na mwanamke lazima atakuwa na mapungufu. Ndio maana anakataa ile sifa ya wema, kwa sababu anajua sifa ya wema ni sifa ya Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo Yesu anatufundisha, anaambiwa bado dakika mbili. Yesu anatufundisha tupate kumjua Mungu, tumwabudu Mungu katika ule uhalisia pasina kumshirikisha na chochote. Kumalizia 20:17 Yohana. Kitabu ni cha Yohana. Aya yake ni 20:17. Ndio. Inasema hivi. Inasemaje? Akawakazia macho. Inasemaje? Inasema hivi. Yesu akamwambia, usinishike. Yesu anasema usinishike, maana sijapaa kwenda kwa Baba. Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu kawaambie. Sasa Yesu anasema lakini enenda kwa ndugu zangu kawaambie. Wewe kama unasema Yesu ni Mungu, wale ndugu za huyo Mungu wako ni kina nani? Maana itaonekana Mungu wako ako na familia. Sasa kuna mabrothers, wale mabrothers zake labda uje utuambie na wao ni miungu au si miungu. Maliza. Ninapaa kwenda kwa Baba. Ninapaa kwenda kwa Baba. Baba yangu naye ni Baba yenu. Baba yangu naye ni Baba yenu. Maliza. Kwa Mungu wangu. Yesu anasema, sasa wewe tuambie ilikuwa kwa mwili, ilikuwa kwa roho, shauri yako. Lakini Yesu anazungumza, anasema anaenda kwa Mungu wake, naye ni Mungu wenu. Naye ndio Mungu wenu. Kwa hivyo wewe unayesema kwamba unamwabudia Yesu, jua kwamba Yesu naye alikuwa na Mungu wake. Kwa hivyo hicho unachoabudu, jua kwamba hakijakamilika katika Mungu, kina mapungufu. Ndio maana tunasema ninakwenda kwa Mungu wangu, na huyo Mungu wangu ndiye Mungu wenu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khair. Wetu Ustadh Muhammad Mawembe. Kitabu cha Mathayo 22:43. Ndio. Inasemaje? Inasema kwamba akawaulizaje? Imekuwaje basi Daudi katika roho? Inakuwaje Daudi katika roho kumuita nani Bwana? Kwa hivyo Daudi katika roho anamuita Yesu aje Bwana, na hao katika mwili wanamuitaje mwanadamu. Lakini kuna roho anaitwa Bwana. Hiyo ndio ujui. Kwa sababu gani? 17:15 Qur'an. Naomba wala kitu kumungua haraka, maana ya 10 nataka niweze kufanya vitu hapa ambavyo nafikiri hajawahi kusikia. Kwa haraka. Nasema naona kuuliza habari za roho. Waislamu wanapoulizwa habari za roho, sema sema ndio, roho ni jambo lilohusika na Mola wangu. Nani? Mwenyezi Mungu. Maliza. Nani? Waislamu. Hamkupewa katika elimu ya ujuzi ila kidogo
roho kabisa. Maliza. Yaani elimu ya vitu visivyohusikana na roho. Kwa hivyo elimu ya Waislamu ni ya vitu visivyohusikana nini? Na roho. Na Yesu katika roho anaitwaje? Mungu. Yeye hawezi kujua huyu jamaa kwa sababu yeye ni mtu wa mwilini. Sasa Biblia inasemaje kumhusu yeye? Wakorintho wa kwanza 2:14. Lazima mfupishe. Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 2:14. Inasema hivi. Inasemaje? Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 2:14. inasema 2:14 kumtia Mungu inasema hivi basi mwanadamu atakuwa asili kama mawewe hayapokei mambo ya roho. Maliza. Hayapokei mambo ya roho wa Mungu. Ndio. Maana kwake huyo ni upuzi. Maliza. Wala hawezi kuyafahamu. Hawezi kufahamu mambo ya nini? Ya roho. Hawezi kufahamu mambo ya roho. Tunaona kazi yao ni kuzungumzia mwili tu, na wakati Yesu alichukua mwili. Sasa hili nikufundishe, wakati Mungu anapojidhihirisha kwa mfano wa kitu fulani, na akiwa Mungu, akiwa Yehova, alichukua mwili. Katika roho alikuwa mwamba wa roho, lakini katika dekana naomba alionekana na choka, lakini katika roho ungetoa hiyo katika roho, ungetoa tu katika mwili. Soma andiko 28 Qur'ani inasema hivi basi alipofikia aliitwa kutoka upande wa kudiani. Maliza. wa bonde hilo katika kiwanja kilichobarikiwa. Maliza. kutoka mtini Ewe Musa, bila shaka mimi ndiye Mwenyezi Mungu Mola wa ulimwengu. Mwenyezi Mungu alikuwa anamuita Musa akiwa ndani ya mti. Sauti ilikuwa inatoka ndani ya mti. Sasa ule mti ukichomwa makaa, ni Mungu alichomwa ama Mungu aliogea akiwa ndani ya mti? Hivyo aliogea akiwa ndani ya mti, aliogea akiwa ndani ya mwili. Sasa ule mwili ukatoka, ule mwili ukazinzia, na ule mwili ndio unahesabu hapa, ukasema ulizaliwa na Mariamu. Na nikakuuliza hivi, katika hebu nisaidie kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 aya yake ya 4. Ili andiko lilipita, lakini ukipita hapo ya kwamba Yesu alikuwa mwamba wa roho wakati alipokuwa anaongoza wana wa Israeli. Sasa wakati wana wa Israeli wanatoka Misri, Mariamu alikuwa wapi? Vipi? Soma hiyo haraka bwana. Inasema hivi Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya yake ya 4. Inasema hivi. Ndio. Wote wakanywa kinywaji kile cha nani? Cha roho. Maliza. Maana waliunywa mwamba wa roho. Waliunywa mwamba wa roho. Uliofuata mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kwa hivyo Yesu alikuwa nani? Kristo, mwamba wa roho. Sasa mwamba wa roho alizaliwa ama hakuzaliwa? Waibrania 7:3. Akiwa mwamba wa roho hana mama, hana baba, hana mwanzo wala hana mwisho. Kwa maandiko hiyo Waibrania 7:3 inasema hivi. Ndio. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake, wala mwisho wa uhai wake. Kumbe akiwa mwamba wa roho hana nani? Hana wazazi. Na wakati anazaliwa katika mwili ana nani? Ana mzazi. Hawa watu hawezi jua maana ni watu wa mwili tu. Akati Mungu wa Qur'ani, maana ndiye anakuombea, na anakuombea kwa Yesu. 32 ile Qur'ani. Hiyo kataa sasa. Umekataa ukasema Yesu alionekana naomba. Sasa Mungu wako anakuombea kwa nani? Na yeye ni Mungu. Samamka haraka bwana. 32:4 inasema hivi. Mwenyezi Mungu ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi. Safi. Na vilivyomo ndani yake. Ndio. Katika nyakati 6 anazozijua mwenyewe. Mwenyezi Mungu. Maliza. Akatawala katika arshi yake. Ninyi hamna mlezi. Nyinyi hamna mlezi wala muombezi isipokuwa yeye tu. Kwa hivyo Waislamu wanaokoa na nani? Na Mwenyezi Mungu wao. Wanaokoa na Mungu wao. Haruni 29:39 mara kitabu kinaitwa Qur'ani. 29:39. Qur'ani. Hiyo kabisa. Inasemaje? Na vile Qur'ani sasa kama 29:29. Inasemaje? Mwenyezi Mungu ndio anakupigieni mfano wa mtu mwenye mabwana washirika wanaogombana na wa mtu mwingine ndio aliyehusika na bwana mmoja tu, shughulika na bwana mmoja tu, wako sawa katika hali zao. Ndio. Alhamdulillah. Kwa hivyo wao wanasemaje? Alhamdulillah. Na alhamdulillah ni kusema nini? Namshukuru Mungu. Kwa hivyo wao wanamshukuru nani? Anamshukuru Mungu. Kumbe wao si nani? Si Mungu. Anashukuru nani? Anamshukuru Yesu. Unika hiyo. Nikuonyeshe kwa nini Yesu sasa akaonekana naomba, akaonekana
analala mwalimu wangu. Wafilipi 2:5-6-7. Teremka haraka. Wafilipi 2:5-6-7. Haraka nimtekeleze vitu hapa. Inasema hivi. Ndio. Iweni na nia hiyo ndani yenu. Iweni na nia hiyo ndani yenu ambaye ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu. Maliza. Ambaye mwanzo alikuwa namna ya Mungu. Hakuona kule kwa sawa na Mungu. Kwa ni kitu cha kushikamana nacho. Maliza. Alijifanya kuwa hana utukufu. Rudia tena. Alijifanya kuwa hana utukufu. Kwa hivyo alipojifanya hana utukufu ndio kaonekana mafanyaje? Akaonekana anaomba, akaonekana analala, akaonekana anaomba na kadhalika. Sasa Yesu wakati alipokuwa hapa duniani kuna watu walimjua yeye ni Mungu. 20:28 baadaye. Inasema hivi Yohana Injili 20:28. Teremka. Kitabu cha Yohana Injili 20:28. Wakati Yesu alipokuwa hapa duniani watu walimjua yeye ni Mungu. Soma hiyo. Tomaso akajibu akamwambia Yesu Bwana wangu, Yesu Bwana wangu na Mungu wangu. Ati nini? Mungu wangu. Ati nini? Mungu wangu. Kumbe Mungu wa Tomaso anaitwaje? Yesu. Ile nafikiri imeingia kwa akili zao na isitoke haraka. Sasa nataka nikuonyeshe akiabudiwa sasa. Wewe Yesu, Waislamu wanasema Mungu ambaye wanataka ni yule ambaye anaabudiwa. Yesu wewe unaabudiwa. 24:52 kitabu cha Luka. Kana mkaraka inasema hivi. Ndio. Kitabu cha Luka 24:52. 24:52 kumtia Mungu inasema. Inasemaje? 24:52 inasema maliza wakamwabudu. Rudia tena. Wakamwabudu. Rudia tena. Wakamwabudu. Kwa hivyo Yesu anafanyaje? Anaabudiwa. Kisha sana Rumi ambao mababu wao na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Maliza. Inasema hivi. Ndio. 9:5 Warumi ambao mababu ni wao. Ndio. Na katika hao ndio alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Maliza. Ndiye aliye juu ya mambo yote. Rudia tena. Ndiye aliye juu ya mambo yote. Maliza. Mungu. Rudia tena. Mungu. Rudia tena. Mungu. Maliza. Mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Ila nafikiri mmeelewa. Asante sana ndugu yangu. Moja haraka. 471. Dakika ni 10. Qur'an 4. Dakika ni 10 bila sekondi 157. Qur'an 4:171. 171. Ndio. Inasema hivi. Enyi watu. Ndio. Enyi watu wa kitabu. Enyi watu wa kitabu. Msipindukie mipaka katika dini yenu. Msipindukie mipaka katika dini yenu. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ndio ila yaliyo kweli. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila ya kweli. Maliza. Masihi Isa bin Maryam, Yesu mwana wa Mariamu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni kiumbe aliyeumbwa kwa tamko lake tu. Na ni kiumbe aliyeumbwa kwa tamko la Mwenyezi Mungu. Na kusemaje? Na kusema ndio tamko la Mwenyezi Mungu aliyompelekea Maryam. Na ni roho iliyotokamana kwake Mwenyezi Mungu. Na ni roho ya Yesu ni roho iliyotokamana kwake Mwenyezi Mungu. Teremka. Kama roho nyingine. Kama roho yangu na roho yako Bwana. Teremka. Asimwaminini Mwenyezi Mungu na mitume yake. Basi mwalimu Dasha muaminini Mwenyezi Mungu. Wala msiseme watatu. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu. Ndio na itikadi hii. Tulia. Kwanza kabisa mnaambiwa msipindukie. Waibrania. Yaani unaona mwalimu mkubwa anasimama, unapendua andiko unapotaka wewe ikusaidie. Kidogo chunga utajia motoni. Teremka haraka. Kwa maana ndio Melkizedeki. Kwa maana huyo Melkizedeki mfalme wa Salemu. Mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu. Kuhani wa Mungu aliye juu. Ndio. Aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi. Ndio. Katika kuwapiga hao wafalme. Ndio. Akambariki. Ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Maliza. Tafsiri ya jina lake. Tafsiri ya jina lake. Ndio. Kwanza ni mfalme wa haki. Maliza. Tena ni mfalme wa Salemu. Maliza. Maana yake mfalme wa amani. Maliza. Hana baba, hana mama. Tulia. Huyo mwenye hana baba hana mama anaitwaje? Mfalme wa Salemu. Anaitwaje? Melkizedeki. Sio nani? Sio Yesu. Na anatuambia ni nani? Ni Yesu. Sasa jamani, haya maandiko unapigia kupiga chenga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Huyo hana baba, hana mama wala hana mwanzo wa nini? Wa siku zake. Akasema pia Yesu hana mama. Mathayo 1:18. Tuangalie kweli. Huyu mwalimu kweli ama mambo ya uongo zile janja.
Mathayo moja. Unajua nilizoea kuimba ingia 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 nyote ni makondo na kule nakuwa kondoo. Maandiko yanakuja kuelewa. Teremka. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Ndiyo. Mariamu mama yake. Ati Mariamu nani? Mama ya Yesu. Kumbe mama ya Yesu ni nani? Ni Mariamu. Na yeye anatuambia Yesu hana nani? Ana mama. Sasa tufuate Biblia ama tumfuate yeye? Ndio nashinda. Sasa hii ni msiba. Ndio nikasema jamani, wote tumfundishe. Kwanza huyu Yesu jamani si Mungu na hawezi kuwa Mungu hata siku moja. Akasema ya kwamba Waislamu bwana hawana roho, ndio kwa maana hawezi kumfahamu Yesu. Hebu tuulize watu waliokuwa na roho, watu waliomwona Yesu waliokuwa na roho, je, wanasema Yesu nani? Kitabu cha Matendo 7:55. Matendo. Yaani simfuate, unajua usingoje mwalimu atakayekuja asome aya zako. Wewe hata nikufundishe ndio hapo kama unaelewa vizuri. Teremka 55. Inasemaje? Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu. Sasa huyu amejaa Roho Mtakatifu. Wajana Waislamu wangekuwa wamesema hawana Roho Mtakatifu. Huyu kashajaa Roho Mtakatifu. Maliza. Akakaza macho yake. Ndio. Akitazama mbinguni. Teremka. Akauona utukufu wa Mungu. Ndio. Na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Maliza. Akasema, ndio, tazama naona mbingu zimefunguka. Tazama nimeona mbingu zimefunguka. Na mwana wa Adamu. Ati mwana wa nani? Wa Adamu. Maliza. Na mwana wa Adamu. Ndio. Amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Aliyesimama katika mkono wa kuume wa Mungu ni nani? Yesu. Ambaye kwamba ameitwa mwana wa nani? Wa Adamu. Kumbe Yesu mwana wa nani? Wa Adamu. Sio nani? Sio Mungu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunafundisha ndio tumekuja jamani. Huyu Mungu ambaye kwamba anaabudiwa na dasha kidogo mimi umenishangaza. Kwa maana ya matokeo fulani ambayo kwamba je, aliyeumba miti ni nani? Mwenyezi Mungu. Aliyeumba bahari ni nani? Mwenyezi Mungu. Aliyeumba maji ni nani? Mwenyezi Mungu. Mungu anajua miti ya mapera ajui. Anajua. Mungu anajua miti ikiwa yani Mungu anajua msimu wa matunda ama hajui. Anajua. Hebu tuangalie Mungu wa dasha. Marko 11:12 hadi 13. Je, huyu Mungu ambaye kwamba anaabudiwa na dasha anajua msimu wa pear squares? Anajua msimu wa ndimu? Hebu tumesema haraka mwanangu. Marko 11:12. 12 inasema hivi. Ndio. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania aliona njaa. Yesu aliona njaa. Akaona Mungu wa dasha aliona njaa. Teremka. Akaona kwa mbali mtini. Akaona kwa mbali kuna mti kule mbali ndio wenye majani. Akaenda ili labda aone kitu juu yake. Tulia. Akaenda pengine aone kitu juu yake, hajui kama iko matunda ama hakuna. Akafika hapo kwa miti. Alipofikiria hakuona kitu. Tamani hakuona matunda juu ya mti ila majani. Ila majani. Maana si wakati wa tini. Tamani ilikuwa si wakati wa tini. Mungu Baba 45 kitabu cha Mathayo. Haraka 27:45. Yaani leo Yesu anakuwa mwana wa Mungu, kesho anasulubiwa, utakuta anakuwa Mungu, kesho nyingine anakuwa mwana wa Mungu, kesho nyingine anakuwa simba wa Yuda, kesho nyingine anakuwa mkate wa uzima, kesho nyingine anakuwa maji ya uzima, kesho nyingine anakuwa mwana kondoo. Inalilahi. Ni msiba. Huu ni msiba. Teremka saa 6. Ndio. Walikuwa na kitu kile chote hata saa 9. Ndio. Na kama saa 9. Sasa angalia Mungu wenu, ajua Mungu wenu kama saa 9. Yesu akapaza sauti yake. Yuko juu ya msalaba, ametolewa nguo zote, analia anasemaje? Kwa nguvu akisemaje? Eloi. Maana yake Mungu wangu. Mbona umeniacha? Yesu analilia nani? Mungu. Kwa maana Yesu ni nani? Mungu. Anajua ya kwamba aliyemwacha ni nani? Ni Mungu. Kitabu ni cha Ufunuo 3:11. Inasema hivi 3:11. Ndio. Najua upesi. Shika sana ulicho nacho. Asije mtu akaitwaa taji yako. Safi. Yeye ashindaye ndio utamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu, wala hatatoka humo tena kabisa. Safi. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu na jina la mji wa Mungu wangu. Subiri. Hapo Yesu anasema shika sana ulicho nacho usije ukapokonywa. Kisha anasema kwamba wewe usije ukapokonywa taji yako, alafu ataandika jina la Mungu wake katika, yani wewe ataandika jina la Mungu wako katika hilo hekalu takatifu la Mungu. Swali, ni jina gani la Mungu ambalo Yesu aliandika katika hekalu takatifu la Mungu? Jina lipi la Mungu ambalo Yesu
aliandika katika hekalu takatifu la Mungu. Sasa hiyo ni swali ambaye ni kama kwenda kwa polisi kuuliza kama kuna tear gas. Usiwahi uliza swali kama hiyo tena. Alafu unajua kwanza umefunga njia ya mwenzako kupita. Maana umekubali ya kwamba yale maneno yako ndani ya Ufunuo ni ya Yesu kabisa. Sasa kile ambaye unauliza jina hilo la Mungu litakaloandikwa katika hekalu ni jina gani? 83:18 Zaburi. Hiyo kash. Inasema hivi. Alafu kisha ndio niweze kumtengeneza huyu Abubakar. 83:18 inasema hivi. Wajua ya kuwa maliza wewe uitwae jina lako Yehova. Kumbe jina la Mungu ni nani? Yehova. Na sasa hiyo jina Yehova huyo ni Yesu ama ni mwingine? 26 Isaya. Sasa mkaraka 26 Isaya. Na inasema hivi. Ndio 26 inasema kwamba mtumaini Bwana siku zote. Mtumaini Bwana siku zote. Maana Bwana ni nani? Yehova. Na jina la Mungu ni nani? Yehova. Na Yehova ni nani? Ni Bwana. Sasa tunauliza Yesu ni wewe Bwana ama kuna mwingine? 13:13 Mathayo. Yohana 13:13 Yohana hivi. Na inasema hivi. Maliza. 13:13 kitabu ni cha Yohana. Ndio. Umzie Mungu inasema. Inasema hivi. Ninyi ndio mwaniita mwalimu. Maliza. Na Bwana. Ninyi mwanena vema. Maana ndivyo nilivyo. Kwa hivyo Yesu ni nani? Ni Bwana. Na Bwana jina lake anaitwaje? Yehova. Kwa hivyo Yesu ndiye nani? Ndio Yehova. Sasa tunamfuata huko Ufunuo alienda 21:7 Ufunuo. Tumuulize Yesu kuna mwingine ama ni wewe? Soma andiko hiyo. 21:7 Ufunuo wa Yohana. Umzie Mungu inasema hivi. Ndio. 21 yeye ashindaye. Yesu anasema yeye ashindaye. Atayaidi haya. Maliza. Nami. Rudia tena. Nami. Maliza. Nitakuwa Mungu wake. Kumbe Yesu ndiye atakuwa nani? Mungu wake. Na jina lake linaitwaje? Yehova. Kwa hivyo hekalu itaandikwa nani? Yehova. Ambaye ni nani? Ndio Mungu. Ambaye ni Yesu. Hiyo imekauka kifo cha mede imezikwa kaburi ya sahau. Sasa tunakuja katika kumfuata huyo. Akakuja akasema, Waibrania wewe umesoma nusu. Huyo ni Melkisedeki sio Yesu. Naomba unisomee hiyo 7:3 maana yeye amesoma nusu. Mimi nikumalizie chini nikuonyeshe. Huyo Melkisedeki ni Yesu kama ujui. Soma hiyo. Elimu mpya hii. Hiyo ni mpya. Nakili chini. Inasema hivi. Maliza. 7:3 nasema kwamba hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake. Maliza. Wala mwisho wa uhai wake. Maliza. Bali amefananishwa na nani? Na mwana wa nani? Wa Mungu. Na huyo mwana wa Mungu ni nani? Yesu. Hana nini? Hana baba, hana mama. Nipe vile vile kitabu cha Yohana 14:7-9 nasemaje? 14:7-9 kitabu cha Yohana. Naam. Kama mngelinijua mimi, mngelimjua na Baba. Safi. Tangu sasa mnamjua, tena mnamuona. Haya. Swali langu dogo tu linakuja. Je, walikuwa namuona nani? Mada Yesu Mungu. Kulingana na hoja hiyo bila ambavyo imesomwa, walikuwa namuona nani? Swali fupi tu. Mambo ni kama hayo. Walikuwa wanamuona nani? Ukiniona mimi umemwona nani? Baba. Asante. Ukimuona secretary umemwona boss. Secretary ndio boss? Hapana. Unaona bwana? Yesu anasema ukiniona mimi umemwona nani? Baba. Ndio Yesu akasema mimi